anaonesha mfano mzuri mbele ya watoto wake. Na hapa kigezo cha baba ni muhimu sana. Da'wa ya vitendo ina athari kubwa kabisa katika mtoto kuliko da'wa ya kufoka na kulazimisha au kukataza. Aone mfano mama huyu yupo katika tahajjudi, aone mfano baba anasali sala 5 msikitini, baba anajihimiza katika wema. Baba ni mlaini wa kauli, waqulu linnasi husna. Baba ni mtoaji wa fedha kuwapa nani au misaada kuwapa maskini. Anaona practically, na nyinyi mnaona kwamba wazazi wetu walikuwa wengi wao hawajasoma hii Qur'an, lakini waliupractice Uislamu katika maisha yao, tukauona tukafuatisha. Baada ya kujua kuelimika katika masuala ya dini, kumbe baba pale alikuwa anatekeleza aya kwa vitendo, kumbe pale baba alikuwa anakatazika kwa vitendo, kwa makatazo ya Qur'ani. Malezi waliotupa kina baba zetu hayakuwa madogo, yalikuwa na athari kubwa, na ndio maana tunachuma matunda yake mpaka dakika hii. Sasa Mtume anasema kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi, nyote ni wachunga na mtaulizwa siku ya kiyama kuhusu kile ambacho mlikabidhiwa kukichunga. Ikiwa ni mtoto, hasa huyu mtoto, wallahi katika nchi hizi za kimagharibi sisi sote ni mabalozi wa dini yetu. Inasikitisha tusikie kwamba baadhi ya watoto ambao ni watoto wa kwetu sisi, wa damu zetu sisi, wanatoka katika nchi ambazo tumetoka sisi, wanafanya uhalifu ambao labda hata watoto wa nchi hizi hawafanyi. Yote haya ni katika masuala ya upuuzaji wa kuwadhibiti watoto katika maadili ambayo wanatakiwa wayapate. Na kwa kadri wapuuza, huyu mtoto anakuja kesho kupanda kichwa. Katika masuala ya ulezi kuna kitu mimi nakiita kansa mbaya sana, na inaitwa bado mdogo. Baba anamwambia mtoto wake nenda kasali, mama sema bado mdogo, mwacha lale. Sasa ile bado mdogo bado lidogo na kwa nini baba zima alisemesheki tena? Wanasema pinda au pindisha chumo bado cha moto. Sasa mtoto bado mdogo katika umri wa miaka midogo kabisa, lazima adhibitiwe mpaka adhibitike bilhikma walmau'idhati alhasana. Isiwe wewe mzazi ukawa sababu ya kwanza kumchukiza mtoto wako dini, au akawa anakwenda kumwabudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa karaha, na kwenda kwa sababu ya baba, sio kwa sababu ya Allah. Na baba